Yoyote yule atakayekuja ili mradi nionekane niko katika ndoa, hicho ndicho kilichoko kichwani mwako, right? Kama ni kweli, basi I'm telling you, stop right there. Mahusiano au ndoa sio sehemu kubwa ya kupima thamani yako. Huu ni muda wa kuacha kupoteza amani yako ya moyo na kujipa nguvu kinoma noma. Katika video hii ya leo, tutapiga darubini katika mambo 7 ambayo unapaswa kuzingatia kabla hujajikatia tamaa kukosa mahusiano au kukosa ndoa. So stay tuned. Kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kubofya kitufe cha kengele ili mwisho wa siku uweze kupata taarifa tunapoweka video mpya. Hapa unapata ushauri, unapata mazungumzo hujawahi kupata popote pale. Ila pia kumbuka kulike, kuangalia video nzima, lakini pia kuacha maoni. Mwisho wa siku tujifunze wote. Kuna watu wanasema yani katika social medias, lakini hata katika jamii yetu na hata mara nyingine ni ndugu zetu wa karibu tu, kwamba mtu akihiti miaka 30 na hajapata ndoa, hajapata mahusiano, basi nuru yake inakuwa inafifia, lakini pia na thamani yake inakuwa inafifia. Lakini pia wanaenda mbali zaidi, wananzengo, wanasema kwamba mwanaume unapohiti miaka 30 plus unakuwa ni mwanaume ambaye utapokuja kupata watoto watakuita babu, utakosa nguvu za kulea watoto wako. But Abdunnoor says no. Fanya haya 7, utanishukuru baadaye. Jambo la kwanza la kufanya, jicheki kwenye kioo. Kuna kitu kimeingia kichwani pale ninaposema kujitazama kwenye kioo, right? Kwamba unapojitazama kwenye kioo unajiona ulivyokuwa jana na leo ukoje. Umependeza, hujapendeza, right? Lakini unajiangalia, je, uso umekaa vizuri? Hauna mapele? Vipi jana nilikuwaje? Leo nikoje? Yes. Inawezekana kwa muda huu uliopo wa miaka 30 plus umebeba vitu ambavyo ulivitengeneza mwenyewe ukiwa na umri wa miaka 20 lakini pia inawezekana ni vitu ambavyo jamii imekutengenezea. Kwamba una malengo ya kupata mtu ambaye ana kiasi cha mshahara fulani, una malengo ya kupata mtu mwenye degree, mtu mwenye cheo fulani, unawishi kupata mtu ambaye anapendelea mambo ya kutoka out, mambo ya kutoka vacation. Yani unataka mtu fulani hivi ambaye ni amazing. I don't know, inawezekana ulikuwa unataka mtu zaidi hapo. Sasa tatizo linakuja hapa. Hizo sifa mara nyingi huwa hazipimi usawa, hazipimi kiwango cha mapenzi, hazipimi wema, lakini pia hazipimi uaminifu wa mtu. Turudi katika pointi yetu ya msingi. Inawezekana katika miaka yako ya 20 na ulikuwa unakataa watu wema, watu ambao walionekana kujali na kukuthamini kwa sababu wamekosa vigezo unavyotaka wewe. Mwisho siku ukajikuta unaangukia kwa watu ambao ni very very dangerous. Inafika pahala mpaka una miaka 30 plus na hujapata mahusiano ya kudumu. I'm sorry kwa kuongea ukweli, najua inauma. Sasa what to do? Sikulaumu bure. Angalia unyuma wako, yani angalia mahusiano ya zamani, au angalia uzoefu wako wa uchumba, kama uliwahi kuchumbiwa au uliwahi kuchumbia, pengine ni shida gani ilitokea au ni wapi ulimess up. Imenikuta hii, alhamdulillah, you are welcome. Andika vitu vitatu ambavyo vilikuzingua katika mahusiano yako, lakini pia andika vitu ambavyo alikuwa navyo mtu uliyemwacha na vilikufanya uwe na furaha, lakini kulingana kwamba alikuwa hana vigezo vyako, basi ukapiga chini. Tumia hiyo algorithm kupata mtu aliyekuwa sahihi. Kwa kusummarize, kabla hujapanic katika umri wako uliokuwa nao wa miaka 30 plus, kwanza jitambue, yani jua unataka nini na hutaki nini. Jua wapi ulikosea na urekebishe. Jambo namba 2 la kuzingatia, kubaliana na mishale ya binadamu, na inauma kinoma noma. Imagine umefikia umri wa miaka 30 plus, kafamilia kanakusanyika nyumbani kwenu pale, unajua kabisa shangazi aniacha salama, unajua anko hatoniacha salama. Utapigwa maswali hayo mpaka utasema hiki nini, na unajua maswali yao. Utashangaa, unaulizwa, vipi mbona hatuoni utambulisho? Tukasafishe nyota nini? Unaanza kujikosha. Karibu. I can imagine the pressure ya watoto wa shangazi, watoto wa anko, wadogo zako uliowatangulia, wote wanawachumba, wameolewa, wameoa, wewe bado unasubiria hodi nyumbani. Na mbaya zaidi, umekuwa mpaka headline ya familia. Fulani mbona haoi? Ajiwezi nini? Fulani mbona haolewi? Vipi, washabeba nyota nini? Na kuna ndugu yako anakufikishia hilo. Lakini I can feel ukizingua kidogo nyumbani, mama ananyanyuka, anaanza kuchamba mpaka unasema hiki nini? Unavimba, unatamani upasuke. Sasa nataka nikupe kitu hujawahi kutonywa na mtu, ndugu yangu. Yani hapa ni jinsi ya kuhandle pressure za familia, pressure za marafiki, pressure za ndugu zako. Sasa tuanze na maswali fulani hivi ambavyo wanapendelea kuuliza namna ya kuvipunch. Utasikia maswali kama haya hapa. Lini utatulia? Unaonekana utaki familia, umri haurudi nyuma, unajua binti fulani kaolewa, kijana fulani kaoa, nakumbuka wewe ni mkubwa wake. Vipi mwanangu? Mbona kama napata wasiwasi? Vipi, tuanze kusafisha nyota? Kuna jambo pengine unahitaji maombi? Haya ni maswali mengi, yes, lakini sio kwamba ni mabaya, ni kwa sababu wanakupenda na wanahitaji mafanikio yako. Wanatamani waone unakuza ukoo, wanatamani waone unakuza familia. Lakini hawa hawaelewi kilichoko ndani yako. Yani wao wanachoelewa ni oa, olewa, ulete wajukuu, ulete mashangazi, ulete maanko, hivyo. Sasa utawajibuje bila kuanzisha drama? Hii ilimkuta rafiki yangu, mama yake alikuwa akipendelea sana kumsema kwa sababu alikuwa haolewi. Lakini miongoni mwa haya majibu, kuna jibu fulani alikuwa akipendelea kumjibu mama yake sana. Jibu la kwanza, nafurahi munaonyesha kujali, but ikitokea maajabu ya Mungu, basi nakuambieni nyie ndo mtakuwa wa kwanza kabisa kufahamu na nyie ndo mtalishughulikia jambo hili. Ikibidi badilisha na mada hapo hapo. Jibu namba 2, nafahamu mna nia njema, but to tell you the truth, hii mada mara nyingi huwa inanikwaza sana na inanipa msongo wa mawazo. Can we talk about another thing please? Jibu la 3 na la mwisho, na hili ndilo rafiki yangu alikuwa akimpa mama yake, hasa pale mama yake anapoanza kufura, akaanza kumchamba kuhusu kutolewa. Alikuwa anamwambia hivi, kiukweli mimi niko sawa tu na wala sina haraka mama
mama yangu. Ikitokea mtu amejitokeza kwa kudra za Mwenyezi Mungu, mimi am ready. Lakini uzuri wake, alikuwa akimjibu mama yake kwa kutabasamu, wala alikuwa hakasiriki kabisa. Na hii iliepusha mambo mengi, kwa sababu kwa familia zetu za Kiswahili, unapomjibu mama yako vibaya, ndugu yangu, kutolewa radhi ni kitu nje. Kwa hiyo basi, kumbuka kutabasamu unapokuwa unamjibu ndugu yako, unapokuwa unamjibu mama yako, unapokuwa unamjibu shangazi yako. Kwa nini? Kuepusha ugomvi, kuepusha drama za hapa na pale. Jambo namba 3, cheza kama komando. Tunajua kabisa kwamba komando kama komando huwa hakubali kushindwa, huwa hakubali kukimbia vita. Anabadili mbinu. Pale mbinu zote zinapokwisha, hapa ndipo ana surrender au anaikimbia vita. The same applies kwako wewe ambao una miaka 30 plus na bado uko single. You don't have to quit. Hapa issue sio kuacha kufuatilia, issue sio kuacha kuwasikiliza wanaokutaka ukasema sasa mimi na mahusiano basi. La, issue ni kubadili mbinu za kivita. Zile mbinu ulizotumia kipindi cha miaka yako 20 plus unabadili, unaleta mbinu za miaka 30 plus. Mbinu namba 1, maswala ya ana kiasi gani, ana muonekano gani, unapiga chini, unakuja na ana ubora gani. Hapa ndipo unaanza kujiuliza maswali. Je, anawazia future? Je, ananithamini au ananichukulia ni fungu la kukosa? Je, nimeridhika naye au ni kwa sababu nataka nikomeshe maswali ya kuhusu ndoa? Mbinu namba 2, tumia mtandao kazi. Pendelea kukutana na mtu kupitia hobbies, kupitia professions, kupitia referrals. I know, I'm sorry kutumia English kidogo, najua, lakini nitaelezea. Jifunze kujiunga na clubs kama clubs za jogging, clubs za kujitolea. Unaweza ukawa ni mtu ambaye unapendelea kujisomea vitabu, library. Unaweza ukawa ni mtu unapendelea kukaa kwenye mgahawa, una peruse pale, unaweza ukapata mtu wa kubadilishana naye namba. Lakini hata pia kwa mama nijazie, sio mbaya, mama ntilie. Kwa wale ambao wameendelea zaidi, mara nyingi wanakutana hata kwenye cinema halls, maholi yale ya movie zaidi. Lakini pia mitandao ya kina wa kusoma, kwa mfano mtandao wa kazi ya kudumu au ya temporary, yani kazi maalum. Lakini pia workshops. Huwa tunaamini kwamba watu wenye kazi za kufanana mara nyingi wanakuaga na maadili ya kufanana na lifestyle ya kufanana. But to notify you, chunga mahusiano na kazi. Hili nalo ni darasa kubwa ambalo tutakuja kulizungumzia huko mbeleni. Finally, mtandao wa shughuli za kiroho, kwa mfano makongamano, kwa mfano madrasa, kwa mfano makundi ya maombi, makundi ya vijana katika makanisa fulani. Hiyo inaweza ikakusaidia kupata mtu ambaye mnaendana kiroho. Mbinu ya 3, rufaa, na maanisha referrals. Hii ndio strategy ambayo wengi huwa hatuithamini na wala hatuichukuli serious. Tunaona ni kama ushamba fulani hivi, kujitafutia mwenyewe ndio ujanja, tena bomba zaidi. Ila to tell you the truth, kila unayempata anakuwa na changamoto. Unashindwa nini ufanye? Jaribu kumhusisha rafiki yako wa karibu ambaye ana busara kuliko wewe, lakini pia mtu mzima ambaye anajua maisha zaidi yako, kwa sababu tunaamini rafiki yako anakufahamu wewe kuliko unavyojifahamu. Lakini pia mtu mzima ambaye ana life experience anafahamu mtu sahihi anayekufaa katika maisha yako, na kubwa zaidi, huwa wanafahamu nyumba sahihi ya kukupeleka. I remember it helped me a lot. Alhamdulillah, and you are welcome. Jambo namba 4 la kufanya, kula vidonge vya AfyaGuard. Hapa najua unajiuliza, vidonge tena? Mbona tumeanza mambo ya addictions? Chillax mtu wangu, na kuweka mjini. Hebu nikuulize swali la kizushi kidogo. Mara ya mwisho kujisikia uko okay kuwa single katika umri huo, bila kuwa busy na kazi, bila kuwa busy na TikTok, bila kuwa busy na marafiki, bila kuwa busy na shughuli yoyote, yani just idle, alone and chillax, yani ukajisikia fresh tu kuwa single, maisha yakaendelea, ni lini? Anyways, nataka nikutonye kitu ambacho hujawahi kutia masikioni kwako. Jambo gumu unapofikia miaka 30 plus sio kutokuwa na mahusiano au pressure za familia. Jambo gumu ni kitu kinachopiga kichwani pale unapostuka usingizini au unapokutana na ndugu zako, rafiki zako ambao wana umri wako na wana familia tayari. Hapa ndipo hofu inapogeuka panic, na mara nyingi panic inapelekea maamuzi mabaya. Hapa ndipo unajikuta unamkubalia mtu ambaye hakuwa katika malengo yako au hakuwa sahihi kwa ajili yako. Lakini pia ndipo unapojikuta unazaa na mtu ambaye hukutarajia. Na jambo jingine, ndipo unajikuta unaweza kuzaa bila hata ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hofu ambayo ilikuwa kama panic, na mwisho wa panic ni kufanya mambo yasiyokuwa mazuri. Let me tell you dear one, unaweza ukavishwa pete, tukala biriani, ukazaa watoto 2, 3, lakini baada ya miaka 5, 8 ukajikuta unaishi na mtu ambaye humpendi wala hampendani. Na hapa ndipo visa na mkasa huanza. Maana yake nini? Kulinda afya yako ya akili, kuavoid panic ni kitu muhimu sana. Nini cha kufanya? Swali liko hapa, sikuachi bure. Kwanza, tenganisha ukweli na hofu. Kuhofia kwamba sasa unachelewa, mwili unaondoka, hutozaa, hutokuwa na watoto au utakuja kuwa na watoto umechelewa, hiyo ni dhana tu. Lakini ndio tunakubali kwamba kadri umri unavyokwenda ndivyo na mwili unavyozeeka. Lakini kumbuka kuna mipango ya Mungu, lakini pia kumbuka kuna kuathiri, lakini pia kumbuka unaweza ukaishi bila watoto na maisha yakaendelea. Namba 2, jiwekee timeline ambayo unaiweza mwenyewe. Usijiwekee timeline ya kwamba baada ya miaka 30 inabidi niwe nimeolewa au baada ya miaka 32 inabidi niwe nimeolewa, nimeoa. La, jiwekee timeline ambayo Mungu atakupangia, ambayo na wewe unaiweza. Jambo namba 3 kufanya under this point. Check hii video mpaka mwisho, utanishukuru. You are welcome. Jambo namba 5,
fanya ndio muda wa kujipanga, wa kupanga majeshi. Kuwa single sio kwamba usijipange, kwamba utavikuta kwa mtu au utavifanya baada ya kuwa na mtu. Kama unaishi kimagetogeto mwenyewe, mara nyingi unakuwa na uhuru wa kufanya maamuzi na uhuru wa matumizi, right? Lakini at the same moment, mipango mitatu mikubwa inakuhusu. Mpango wa kwanza ni kuhusu fedha zako. Lazima ujiandae kuhusu school fees, lazima ujiandae kuhusu afya ya familia baadaye, lakini pia hata mambo fulani hivi madogo ya kifamilia ya baadaye. Mpango wa pili ni miradi. Lazima utengeneze miradi ambayo itakusaidia wewe kuendesha maisha yako utapokuja kuwa na familia yako. Mpango wa tatu, lazima upangilie namna gani unaiendea familia. Ujiandae kisaikolojia. Kwa mfano, unaweza ukajiandaa kuhusu kupata watoto wangapi unahitaji uwe nao katika maisha yako, lakini pia kama utowapata nini utafanya, yani alternative ways. Inapotokea umepata sasa mwenzako naye alijiandaa, naye ana cha kwake, munaunganisha, munakuwa wabwenyenye. Jambo namba 6, jua kudili na matukio na mabadiliko ya mahusiano. Rafiki yako kaoa, kaolewa, bonge la shangwe, right? Hujakaa sawa, mwaliko mwingine. Hujakaa sawa, baby shower. Hujakaa sawa, birthday party ya mtoto. Hujakaa sawa, rafiki yako na rafiki yako mwingine na mwingine na mwingine wamekupa mialiko. Kama uko single na una miaka 30 plus, ndugu yangu, hii inagonga kitofauti. I'm sorry, don't think otherwise. Najua vijana saizi wamebadilisha Kiswahili. Sijamaanisha kugonga unachokujua wewe. Anyways, hapa ndipo akili yako inaanza kustuka. Mbona kama mimi naachwa nyuma hivi? Mbona kama nakuwa nachangia harusi za wengine alafu mimi sichangiwi? Mbona kama mimi ni wa kuhudhuria party za wengine alafu mimi sijawahi kumwalika mtu kuhudhuria ya kwangu? Mbona rafiki zangu wote, classmates, streetmates, roommates wangu wote wanakuja na couples zao, mimi nakuwa mwenyewe tu? Sasa ngoja tubonge kuhusu kualikwa na rafiki zako, kuhusu kutengwa na rafiki zako. Tuanze na mripuko wa mialiko. Unapojikuta katika tukio fulani umealikwa, wewe ndio uko peke yako, kila mtu ana kapo yake. Si unajua zile kadi za double na single? Hakikisha unakwenda kwa nguvu, hakikisha hauendi kwa kusononeka, kwa kunyongonyea, kwa sababu utapofanya hivyo utakuwa unawapa watu la kusema. Lakini pia kama ukiona too much mialiko, unaweza ukadivert kidogo, ukasema bwana, nina kashughuli kidogo ila nitachangia na nitaleta zawadi siku inayofuata, kwa sababu sio lazima kuhudhuria kila tukio bwana. Tuangalie mabadiliko ya mahusiano. Hapa naomba nikwambie dear one, anapokuwa anachelewa kujibu, anapochelewa kutext na ni rafiki yako wa muda mrefu na ameolewa, ameoa, sio kwamba anakuwa na kuignore, ni kwamba yuko busy na mubebe, anakuwa yuko busy na familia, anakuwa yuko busy kutafuta familia ile nini. Kwa hiyo unapojisikia kama vile umetengwa, ndugu yangu, usifanye hivyo. Cha kufanya, nenda na situation ilivyo, lakini pia unaweza drop down, mwisho siku ukapata rafiki mwingine ambaye munaendana. Jambo namba 7 la kufanya, ipe changamoto dhana ya kwamba ukioa, ukiolewa umekamilika. Kuna upupu fulani huwa tunamezeshana. Pata ndoa, pata kamjengo, pata watoto, pata kakipandio, done, umeshajipata. Lakini sasa swali linakuja hapa, vipi kama una umri ambao hauendani na hivyo vitu? Vipi kuhusu kuwa na miaka 30 plus? Sio kwamba jua linazama ndo kwanza linachomoza. Sasa ngoja tuliweke mezani hili. Unapotaka kuipa changamoto hiyo dhana ya kwamba ndoa ndo ukamilifu, jambo la kwanza unalopaswa kuwa nalo, ndoa sio ukamilifu, ndoa ni ukuaji wa akili. Kwa sababu tunaamini kwamba sio kwamba kuoa au kuolewa unabadilika kitabia, na hasa unapoingia katika ndoa una miaka 20 na takwimu za kisaikolojia, wengi wanaooana katika miaka 20 na wanachukua muda mrefu sana wa kujitengeneza kihisia, wa kujitengeneza katika maamuzi. Point namba 2 under this ni kwamba vijana wengi wenye miaka 20 na wanaingia katika mahusiano, wanaingia katika ndoa, ni kwamba ni pressure za jamii inasemaje, ni kwamba social media zinasemaje. Inakuwa sio undani wao, inakuwa sio malaika wao wa ndani kuwatuma sasa wanaweza kuingia katika ndoa. Kwa nini hii inakinzana? Kwa sababu those are two different things. Kuoa au kuolewa kwa kutumia pressure au kwa kuangalia undani wako unasemaje. Point namba 3, tunaishi nao. Kwa nini nasema hivi? Kuna watu wameoana ndani ya miaka 20 na wanaishi pasipokuwa na furaha, lakini kuna watu wako single na wana miaka 30 plus ambao jamii inasema kwamba wanazeeka, lakini wana amani kabisa na wametulia, hawana pressure, na baadaye wanakuja kupata watu wa kutulia nao, wa kuishi nao forever. All in all, kutuliza mshono ni bonge la key. Let's be honest here, hakuna anayependa kutulia na kusubiri, right? Lakini I'm telling you dear one, kuwa single ndani ya miaka 30 plus na ukatulia, ukasubiria, inaweza ikawa bonge la silaha la kutengeneza baadaye. Kwa nini? Kwa sababu subira inakufanya unaamini katika muda uliojiwekea na katika muda ambao Mungu amekupangia. Wahenga hawakukosea pale waliposema kwamba kazi ya Mungu haina makosa, lakini pia wakaongeza kwamba subira yavuta heri. Jambo la pili, subira inakufanya unaishi kwa amani kabisa, unakuwa hauna wasiwasi, haupapariki kama kuku anayechinjwa, na subira inakufanya unakuja kupata mtu bora ambaye utazikana naye. Anyways, ni muda gani wa kutafuta au kumkubalia mtu anayekutaka katika heji ya miaka 30? Embu tizama video hii itakayo display katika screen yako, mwisho wa siku utanielewa zaidi. Lakini pia kwa kumalizia, kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike, kumbuka kushare pia na kutoa maoni. Ni mimi Mr. Abdunnoor, tukutane katika video hii hapo.